نستغفره ونسترشده ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. إخوة الأماجد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Enyi ndugu watukufu, nakuhusieni katika jambo la kumwogopa Allahu azza wa jalla, wasia ambao nahitajika kuihusia nafsi yangu mwanzo juu ya jambo hilo zima ambalo alilibeba mwanadamu kwa khiari yake. Allahu subhanahu wa ta'ala jambo hilo alilipeleka kwa mbingu saba zote. Zilipoona majukumu mazito zikakataa kabisa kuchukua jukumu hilo. Jambo hilo likapelekwa kwenye ardhi. Ardhi nazo zilitazama uzito wa majukumu yaliyomo ndani yake, zikawa haziwezi kabisa kustahimili kubeba mzigo huo. Halikadhalika majabali nayo pia yalikataa kata kabisa kubeba mzigo huo. Mzigo huu akaja akauchukua binadamu kwa khiari yake pasina kulazimishwa, lakini alipofika katika ulimwengu akasahau hilo. Katika kipindi ambacho tulotoka nacho cha Ramadhani, kuonekanika kwamba wewe umekubaliwa Ramadhani yako mja ni pale utakapokuwa umeendeleza ibada zako, ibada ambazo ulikuwa unazifanya katika mwezi wa Ramadhani. Taaqibuha taati, ibada hiyo ikafuatiwa na ibada nyingine mbele. Ama hii ni alama tosha kwamba mja wewe Mwenyezi Mungu amekupokea Ramadhani zako. Hukwenda mtupu kama walivyokwenda wengine. Na kama baada ya Eid al-Fitri ile ukakata njiani katika mambo yako ya ibada, iwe ni ya kwenda darasani, ya kusoma, kufanyaje, ukaachilia mbali, jua kwamba wewe ni katika waloandikwa rasibun kwenye uso wake kwamba wewe umefeli. Umeandikwa hivyo, jijue hivyo. Basi endelea katika ibada za kumwabudia
Mola wako aliyemtukufu subhanahu wa ta'ala, ili malakul mauti kwa muda wote ambao ataambiwa nenda kamchukue mja wangu fulani, iwe angalau una mawili matatu ya kujidanganyia mbele ya Mola wako, angalau ya kukutia moyo. Albaqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala, angalau mtu atege hapo. Wala dara lilmar'i ba'da almauti yaskunuha, na ajijue mtu hakuna nyumba yoyote kwa binadamu yoyote baada ya kufa isipokuwa ile ambayo ameijenga mwenyewe. Fa in banaha bi khairin, nyumba yako ya kaburi utakapokuwa mwenyewe tangu uko duniani unaijenga kwa khairi kabisa, hufati mkumbo wa watu, unafuata sheria kwa mujibu wa maelekezo yaliyokuja na Nabii Muhammad, wachilia mbali wingi wa watu, basi ukijenga nyumba yako kwa khairi, unatazama pale kwenda kulaza pale, unajenga mambo yako kwa hoja na dalili, ibada zako unazifanya kwa dalili, basi naam, taba maskanuhu, sehemu yake ile ya malalo itakuwa ni nzuri sana, kwa sababu alitupilia mbali shangwe la watu, grupu la watu, kwamba nionekanike mimi nikifuata sheria, sintaonekanike kikanzo mimi. Alitupilia mbali hayo, potelea mbali nalokuwa naliwe, lakini mimi sitakuwa tayari kabisa kwenda kuadhibiwa kwenye kaburi. Basi taba maskanuhu, mtu akiwa hivyo, nyumba yake hiyo ya kaburi kwa hakika inakuwa ni nzuri sana. Lakini wa in banaha bi sharrin, nyumba yake hiyo atakapoijenga kwa matatizo, kwenye keram yuko yeye, kwenye karata yuko yeye, kwenye kuangalia mipira yeye yuko hakosekani, ili mradi kwa hakika kwa washirikina yumo, kwenda kwa waganga wa kienyeji yeye yumo, katika kuabudia makaburi yumo, katika kumzushia Mwenyezi Mungu yumo, ili mradi kwa hakika khaba baniha, ama mjengaji huyu amekula khasara sana. Mwezi huo ambao umetoweka, rabiha fihi man rabiha, utaona dalili baada ya muda mfupi, yule ambaye amepata faida katika mwezi huo. Wa khasira fihi man khasira, na amekula khasara ambaye amekula khasara katika mwezi huo. Na sidhani kwamba akaweka matumaini kwamba labda pengine ataupata mwezi mwingine tena. Ondoa hilo, ondoa kabisa. Pengine baada ya siku 2-3 aletu malakul mauti kukuchukua wewe. Tutahadhari kabisa na hayo. Tunaanza katika somo letu la tafsiri kwenye sura Al-Waqi'a. Sura hii ni sura ambayo imeteremka pale Makkah, na Ibn Abbas radhiyallahu anhu binafsi yake alisema kabisa, qala Abu Bakr, alisema mmoja katika wanafunzi wa mtume waliomkubali sana, alienda kulinganiwa na mtume kwamba mimi ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, na nimepewa tangazo maalum niwalinganie viumbe wake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na kuanza wewe Abu Bakr, naomba tuwe pamoja katika sherehe hii. Naam, Abu Bakr akakubali hilo binafsi. Ingelikuwa labda utume unaendelea, huyu alikuwa anahusika kabisa kupewa huo utume, lakini utume umemalizika kwa nabii wetu Muhammadin. Baada ya kulinganiwa, Abu Bakr alikubali kuingia katika dini ya Mwenyezi Mungu. Qala Abu Bakr, kwa hiyo bwana huyu alisema, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, wewe qad shibta, tunakuona umeota mvi nyingi sana Muhammadi. Naona kichwa chako sasa hivi kishakuwa na alama nyeupe sana, watoto wa shule wengi sana kwenye kichwa chako, wengi kabisa. Qala, Nabii Muhammad akalitoa tamko akasema, shayyabatni hudu, kilicho nizesha mimi kwa hakika ni Hud, kutokana na vitendo ambavyo vilivyomo mule. Walwaqi'a, na kilichonzesha mimi ni suratu Alwaqi'a, suratu Hud na suratu Alwaqi'a. Walmursalati, na kilichonzesha mimi mpaka nkaota mvi
ni sura Al-Mursalat. Ama hii kwa hakika kila ninapoisoma bila shaka kwa hakika nywele zinaota mvi bana, matatu matupu. Wa amma yatasaaluna na Suratun Nabai, nao pia vile vile hii kutokana na habari zake imenisababisha mimi kuota mvi. Wa idha ash-shamsu kuwirat, na idha ash-shamsu kuwirat, hii nao pia vile vile imenisababisha mimi kuota mvi. Kila nikifikiria, nikitupa mawazo humo, basi umri huo unakwenda taratibu, mvi zinaota sasa. Rawahu Tirmidhi, hadithi hiyo ameipokea al-Imam Tirmidhi, waqala, na kasema hasanun gharibun, hadithi nzuri lakini ngeni. Na hadithi hii sahahahu al-Albani, Imam Albani ameitia sapota kwamba ni hadithi ambayo sahihi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idha waqa'atil waqi'atu, litakapotokea tokeo moja gumu mno. Tokeo hili kwa hakika sio tokeo la kawaida, tokeo ambalo halipimiki kwenye akili ya kibinadamu wala kijini. Ni tokeo ambalo kwa hakika yaj'alu liwildana shiba, litawafanya watoto wadogo kuota mvi. Tokeo hili kwa hakika yaj'alu kullu murdi'atin amma arda'at an tatrukaha, inamfanya kila mnyonyeshaji kwa kile ambacho anakinyonyesha kitupilie mbali kabisa. Tokeo hili linamsababisha mjamzito antadaa hamlaha, aliwe aizae mimba yake kwa tokeo hilo. Ni tokeo ambalo kwa hakika linashtua sana. Ni tokeo ambalo yaj'alu samaa, linalizifanya mbingu tokeo hilo dukhanan, kuwa ni moshi kabisa utawaandama wanadamu. Hili ni tokeo jingine kabisa. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema, ya ayuhan nas, wenyi watu nyie, watu nyie, ittaqu rabbakum, muogopeni sana Mola wenu nyie. Inna zalzalata saati, kwa sababu mtikisiko wa saa ya kiyama, shay'un adhim, ni jambo kubwa mno kabisa. Yauma tarawunaha, siku mtakapoiona saa hiyo ya kwamba sasa mambo yasharibika, mbingu sasa ishakuwa ni vingine, basi kwa hakika yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, mtakapoiona saa hiyo mambo yameharibika ulimwenguni. Hakuna daktari yoyote atakayeweza kurekebisha mambo, wala kuna mtaalamu yoyote duniani akasema kwamba wacha tuweke kizuizi ambacho labda kama ni jua tuliwekee kizuizi lisipate athari, lisipate tatizo. Hakuna rais yeyote alosomea akawekwa kwamba huyu ni mhudumu wa wananchi, huyu ni mtaalamu sana, kasomea sana, akawekwa kwamba huyu itabidi kwa utaalamu wake awaite mainjinia waweze kurekebisha mbinguni huko. Haiwezekani. Tokeo hili tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, ataacha kila mnyonyeshaji kile ambacho anakonyonyesha. Watadau kullu dhati hamlin hamlaha, na mwenye mimba ataitupilia mbali mimba yake huko, wala hatohisi uchungu, labda maumivu, ameumia sana, hatohisi hilo. Watara nnasa sukara, na utawaona watu wamelewa, wama hum bisukara, wala kumbe hawajakunywa ulevi, walakinna adhab Allahi shadid, lakini adhabu wa Mwenyezi Mungu hawajafika kwenye uwanja wa mahshari bado. Lile tokeo lenyewe tu ni adhabu moja ngumu mno kabisa. Yaqulu al-kafiruna, makafiru watasema, hadha yawmun asir, hii siku ni siku moja ngumu mno kabisa. Basi idha waqa'atil waqi'a, litakapotokea tokeo hilo la kiyama, laysa liwaqa'atiha, hakuna kwa kutokea kwake tokeo hilo, kadhibatun, mtu au nafsi iliyokuwa na maneno ya kijeuri, haitotokea kabisa. Kila mmoja atashuhudia na ataona kwamba leo ndo leo, asemana aelekejiwe. Leo ndiyo leo, na asema kesho ni mwongo. Laisa liwaqatiha, hakuna kwa kutokea kwake tokeo hilo,
kadhibatun, nafsi ya binadamu au ya jini inayokanusha kwamba jambo hilo haliko, anaoshuhudia mtu kabisa mambo. Khafidatun, tokeo hilo litawafanya baadhi ya watu walioonekanika duniani leo wanapawa. Tokeo hilo litawafanya watu walioonekanika duniani kwamba wao ni watu bora sana, kwa sababu wanaingiza katika akaunti zao benki, kwa sababu wanakula vizuri, kwa sababu wanavaa vizuri, kwa sababu wanatembea na magari mazuri. Siku hiyo tokeo hilo kwa hakika khafidatun, litawafanya wawe wako chini kabisa. Hakuna tena kwamba labda huyo alijulikana kwamba ni mbunge, huyo anyenyekewe na kila mmoja katika watu wasiofahamu sheria Mwenyezi Mungu. Hakutokuwa kwa siku hiyo kwamba huyu alikuwa ni nani, huyu alikuwa ni komando, huyu alikuwa ni mwanajeshi, huyu alikuwa ni mkuu katika majeshi, labda cheo chake aheshimiwe. Hapana, khafidatun, litawafanya watu chini kabisa, wanyonge sana. Tarhaquhum dhilla, ule unyonge kwa hakika umewagubika kiasi cha ambacho mtu yawaddu almujrimu law yaftadi min adhabi yawma idhin bibanihi, atamani muovu kwa wakati ule atoe angalau amtoe mwanawe ende akaunguzwe kwenye moto wa jahannam. Wa sahibatihi, na yuko tayari kumtoa mkewe, wa akhihi, na ndugu yake pamoja, wa fasilatihi allati tuwihi, hata familia yake iliyomzunguka katika ukoo yuko tayari waangamizwe mbali. Leo wanasaidiana, lakini kwa siku hiyo tokeo hilo litamsababisha mtu atamani hayo. Wa man fil ardi jami'an, na hata walioko duniani wote yuko tayari, anapiga plani hiyo. Lau kama ningeliwapata watu dunia nzima na vilivyomo, nikawatoa mimi kwa Mwenyezi Mungu angalau, thumma yunjihi, ikisha aokoke yeye. Lakini wapi na wapi mambo hayo? Anna lahu dhikra, ukumbusho huu utamsaidia nini wakati huo? Waqad jaahu an-nadhiru, na kwa hakika yeye kabla ya kufikwa na hayo alijiwa na maonyo mbalimbali. Binafsi ya wenzake walimlingania, lakini akaona ni upuuzi mtupu kabisa, kwa sababu haingizi kwenye sheria Mwenyezi Mungu, haingizi lolote. Basi khafidatun, tokeo hilo litamfanya mtu, baadhi ya watu kwa siku hiyo ya kiyama watakuwa wako chini kabisa. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون, hiyo ndio siku ambayo kwa wale ambao waliamini kuwacheka wale ambao walikataa sana maagizo ya Mwenyezi Mungu, walikufuru wakatamani bora kupata maisha ya kidunia. Kwa siku hiyo watawacheka sana hawa waumini, kazi ndio nafasi yao kwa siku ile. Hapa walistamili sana, walichekwa sana vikanzu, walichekwa sana hawana lao jambo, walichekwa sana maskini, walidharauliwa sana. Lakini kwa siku hiyo itakuwa ndio nafasi yao na hakurudiki. Hakuna labda pengine mtu afanye amendment pale, marekebisho matendo yake, labda pengine arejeshwe tena duniani, hakuna. Basi khafidatun, tokeo hilo litawafanya watu wengine, baadhi yao watakuwa ni watu wa chini kabisa, watu duni sana. Rafi'atun, halafu litawafanya watu wengine wakiwa wako juu, hata kama duniani walionekanika ni wanyonge, lakini kwa siku hiyo ndio nafasi yao. Abadan, watakuwa milele. Mukhalladan, watawekwa katika nafasi hiyo milele. Na wale waliokuwa chini, ikiwa wana mijidhambi mikubwa sana, hawatoki motoni, wameandikiwa hivyo, basi watakuwa kwenye chini milele kabisa kabisa. Labda wale ambao waliokuwa na madhambi makubwa, Mwenyezi Mungu atawatia motoni baadhi yao, kisha atawatoa baadaye, lakini kwa muda ambao ushakwenda sana. Basi idha rujjatil ardu, tokeo hilo litatokea pale wakati ambapo ardhi itatikiswa kabisa. Rajja, itatikiswa mtikiso mkubwa mno kabisa, kiasi ambacho alqat ma fiha, itakubali yenyewe ardhi kutema, haistahimili. Kama unavyomuona binadamu anapopata kitu kidogo kinachomchefua moyo, vile vitu vyote alivyokula, basi unamuona binadamu anavitema kabisa. Sio mgonjwa, moyo tu Mwenyezi Mungu amechafua baadhi ya mambo katika
tumbo lake, basi haukubali tumbo likubali, linakubali kutema. Hata kama ni biriani limeliwa sasa hivi, basi anakubali mtu kutema. Basi kadhalika al-ardu, ardhi pia vile vile, alqat, itatikisa kabisa, itatema kabisa, ma fiha, kile ilichobeba ardhi hiyo, ilichokula, kilichomo ndani yake, watakhallat, na utakiachilia mbali ardhi kabisa, hakina maana. Tazama wewe unapotema chakula ambacho umekula safi sana, halafu baada ukakiangalia wewe mwenyewe unaona kinyaa kabisa, unaona tabu kiasi ambacho hata uambiwe kirejeshe sasa kwenye tumbo lako uwezi. Basi binadamu anapokula pale alafu akawa anajitikisa tikisa, hatimaye anaweza chakula kile akakitoa katika mdomo wake kabisa kabisa. Sasa na ardhi itakapotikiswa mtikiso ambao binadamu watapata tabu sana, alqat ma fiha wa takhallat, itatema kabisa kile ambacho kilichomo ndani yake na itakiachilia mbali. Ya ayuha linsanu, basi kwa namna kama hii mwanadamu, ma gharraka bi rabbikal karim, kitu gani hasa kinachokubabaisha, kinachokudanganya hata usiwe na nafasi ya kwenda kukaa kitako ukayasoma maneno ya Mola wako, ukamsikiliza Mwenyezi Mungu akwambia nini, ukasikiliza mjumbe wake anakwambia nini. Ma gharraka bi rabbikal karim, kipi hasa kilichokubabaisha mpaka usifike nafasi ya kuweza kumwabudia Mola wako, ukamtaja, ukamkumbuka yeye kila wakati, moyoni muhifadhi, inakuwaje ukawataja wengine? Kwa nini hasa unafanya hivyo? Alladhi khalaqaka, ambaye huyu ndiye ambaye kakuumba na akakutia sura na akakupa maumbile safi sana, inakuwaje kumkataa huyo, kumpuuza huyo, ukawatamini wengine, ukawataja wengine? Basi kwa nafasi kama hii yatakikana mja ajikurubishe sana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Idha rujjatil ardu rajja, itakapotikiswa ardhi mtikisiko wake, wabussatil jibalu, na yakavurugwa majabali, basa, uvuragaji ambao hauna mfano kabisa kabisa, kuliko wale ambao kwa sasa hivi wana viwanda vya kusagia kokoto, yanapelekwa mawe mle mazito mazito makubwa mno kabisa, lakini mtu analivuruga unakuwa ni unga kabisa kabisa. Basi majamali kwa siku ile yatakuwa ashadu min dhalika, na yatakuwa uvurugaji wake ni mkubwa zaidi kuliko kumuona mwenye kiwanda anavuruga mawe yale. Wabussatil jibalu, na tavurugwa majabali, basa, uvurugaji ambao hauna mfano. Fakanat habaan, majabali hayo tahamaki, yatakuwa ni mvumbi, mumbatha, lotawanyika pahala hivi. Wa kuntum, na nyinyi wakati wa tokeo hilo mtakuwa azwajan thalatha, mtakuwa ni watu namna tatu, mtagawika makundi matatu litakapotokea tukio hilo. Fakanat, majabali hayo yakawa habaan, ni vumbi kabisa, munbatha, lotawanyika pahala hivi, likawa linawasumbua viumbe binadamu, kama kwamba pamepigwa bomu moja kali mno likavuruga kila kitu, majabali yote yakavurugika, yakawa ni kama unga, vumbi kabisa, munbatha, lotawanyika, kuna kupeperusha na upepo vumbi hilo. Wa kuntum, na mkawa nyinyi azwajan thalatha, makundi matatu binadamu mmegawika. Wapi mnakwenda? Muhtiina ila da'i, mnakimbilia kwa yule muhitaji yalowaita naye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yawma yad'ukum fatastajibuna lahu, siku ambayo atawaita Mwenyezi Mungu lazima mtamkubali, mtamuitikia. Watadhunnuna illa bithtum illa yawma, na mtadhani kwamba hamkukaa katika ulimwengu isipokuwa ni siku moja tu. Lazima mtamuitikia, mtakwenda kwa lazima. Unakwenda katika uwanja wa mahshar kwa lazima, umeitwa eti. Kwa sasa hivi utakuwa ni mgumu, ni mkaidi, unaitwa kwenda kusikiliza maneno ya Mola wako, maneno ya mtume wako, ni mkaidi, maneno mengi. Basi lakini siku hiyo mtakwenda kupenda msipende kuitikia wito huo wa Mwenyezi Mungu kwenye uwanja wa mahshari.
wa kuntum azwajan thalatha, na mtagawika makundi matatu kabisa. Fa ashabul maimana, sasa kuna kundi la kwanza, watu wa kuliani. Watu hawa ashabul maimana hawapatikani isipokuwa nafasi zake zinapatikana kwenye majalisil ilmi, kwenye vikao vya ilmu, ndo wanapatikana ashabul maimana, watu wa kuliani hao. Ma ashabul maimana, uzuri uliwoje wa yale ambayo watapata katika mambo mema, mambo ya kheri, watu watakaokuwa ni watu wa kuliani, ni watu wengine hao walistamili sana kabisa mambo ya kidunia. Lamma nadharu fiha, walipotupa mtazamo katika maisha ya kidunia, wanaona kwamba hapa laisat lihayyin watana, siyo kwa mtu aliyekuwa hai ndio akajigamba hapa ndio nafasi ya kuishi. Jaaluha lujjatan, walifanya kama mawimbi. Wattakhadhu fiha salihal a'mali sufna, na wakafanya katika dunia hii matendo yaliyo mazuri kwamba ni jahazi ya kupitia mawimbi hayo. Dunia ni mawimbi makubwa sana, ukifanya maskara na kuzamisha chini kabisa, na hususan ikiwa hujui hata namna kuogelea, hujui hata namna kupinga maji yale, ushatupwa sasa. Hujui namna maji haya ni yapinge vipi, ni kamata vipi, nzame chini mimi. Ndivyo lilivyo dunia ile. Inna lillahi ibadan futana, hakika kuna kwa Mwenyezi Mungu waja wema, talaqu dunya wa khafu alfitna, walitupilia mbali dunia na akaogopa fitna zilizomo. Nadharu fiha, walikaa kitako wakatupa mtazamo katika dunia. Falamma alimu, walipojua tu ala laisat lihayyin watana, kumbe ili dunia ili si kwa mtu aliyekuwa hai akafanya kwamba ndo nafasi ya kukaa. Jaaluha lujjatan, walifanya kama ni mawimbi. Wattakhadhu salihal a'mali, na akajifanyia matendo yaliyo mazuri. Fiha, katika dunia hiyo, sufna, ikawa ndio jazi yao ya kukata mawimbi mazito. Yanaweza kamchukua binadamu yakamtosa mara moja, wakati mwingine wimbi linakuja likipindua chombo kabisa kwa ukubwa wimbi hilo. Wale ambao wamepita katika mambo ya bahari wanajua sana kabisa bahari inapochafuka inakuwaje. Tayib, basi wakun fa ashabul maimana, watu wa kuliani. Ma ashabul maimana, unadhani watakuwa na mambo gani hao watu wa kuliani? Kwa hakika mambo yaliyokuwa nayo watakaokuwa nayo ni mambo ambayo hayasemeki. Ni Mwenyezi Mungu ametumia istifhamun ta'jibiyun, ameweka alama ya kuuliza uulizaji wao ambao ni wa mshangao kabisa, kutokana na yale ambayo watakuwa nayo watu wa kuliani. Hayapatikani masokoni wala kwenye maskani wala kwenye keram wala kwenye mabao. Haya mambo kwa hakika yanapatikana kwenye vikao kama hivi ambapo Mwenyezi Mungu anatajwa. Tayib, washabul mashama, na watu wengine wa kusotoni hawa waliopumzika na dunia hili, waliona kwamba hapa ndiyo sehemu washafika, hapa wajiimarishe, kama kwamba hawaondoki hapa starehe binafsi, kama wanawadharau kabisa watu ambao wanashughulika na dini na kuona chochote lolote kwao, kwa sababu hawana pesa wao, hana mtukari mtu binafsi yake na dharau ile kutembea kwake. Akimkuta mtu ambaye anashughulika na dini anamuonyesha dharau kabisa. Watu wa namna hii ashabul mashamati, watu wa kusotoni. Ma ashabul mashama, unadhani watapata nini watu wa namna kama hiyo ambao wamewekwa kusoto huko? Watu wa kusotoni, watu wabaya, waovu. Hilo ni kundi la pili. Na kundi la tatu katika makundi ambayo likipuliza baragumu la watu kwenda katika uwanja wa mahshari, kwenda mtu kupambana, kwenda kuonana na kile alichokichuma binafsi yake pasina kulazimishwa, kwenda hakurudiki huko. Basi hapa kwa hakika kundi la tatu, wasabiquna sabiquna, na wale ambao wametangulia tangu mapema huko. Ni unadhani ni mambo gani ambayo watapata hawa walotangulia? Ulaika, walotangulia mapema huko, wao almuqarrabun, watakuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wengine wanaungua na uwanja wa hukumu pale.
linamtoka mtu jasho kwa mnasaba wa amali yake, linamfinika mwingine linamfika kwenye kitovu, mwingine ajipapatua kuogelea lakini hawezi. Ile mradi kwa hakika matendo yake inategemea na vile takavyokuwa hapa duniani. Basi watu ambao wametangulia, ulaika almuqarrabun, hao watakuwa karibu sana na Mwenyezi Mungu, fi jannatin naim, katika bustani ambayo ndani yake kwa hakika neema zake hazisemeki. Fiha, ndani ya neema hizo kwa hakika, ma la ainun ra'at, hakuna jicho lolote lilopata kuona labda likasimulia peponi kutakuwa na hichi, wala udhunun, na wala hakuna sikio sami'at, losikia habari za kule, wala khatara ala qalbi basharin, wala haitakumpitikia mtu binadamu labda peponi akatasawar, akavuta mawazo kutakuwa na hichi, kutakuwa namna kadhaa, kutakuwa na rangi kadhaa, labda magorofa yake yamekaa namna kadhaa. Hakuna kabisa. Maana kidogo ya aya hizo mbili tatu. Alwaqi'atu, neno alwaqi'a ismun min asma'i yawmil qiyamati, hilo ni jina katika majina siku ya kiyama. Summiyat bidhalika, lilipewa yawmul qiyama kwa jina hilo, litahaqquqi kauniha wa wujudiha, kwa sababu ya kuthibiti kuwa kwake na kupatikana kwake na kutokea kwake, ndio maana likaitwa alwaqi'a. Tayib, kama qala ta'ala, kama alivyosema Mwenyezi Mungu upande mwingine, fa yauma idhin, siku hiyo basi ya kiyama, waqa'atil waqi'atu, litatokea tokeo gumu mno. Katika surati al-Haqq aya nambari 15, wa qawluhu ta'ala, na tamko lake Mwenyezi Mungu aliposema, laisa liwaqa'atiha kadhiba, hakuna kwa kutokea kwake jambo hilo, tokeo hilo, nafsi ya binadamu yoyote atakayekataa kwamba leo sio kweli. Laisa liwuqu'iha, sio haikuwa kutokea kwake. Idha arada Allahu kaunaha, atakapotaka Mwenyezi Mungu kwa kwake. Sarifun, labda yule mbadilishaji, yasrifuha, atakayelibadilisha tokeo hilo lisiwe. Wakusanyike wafalme wote duniani kuanzia Marekani, nani wafalme wote dunia nzima, wazuie tokeo hilo, walibadilishe kwamba lisiwe. Haiwezekaniki kabisa, hayupo. Wala nafi'un, wala hakuna muondoaji, mtetezi, yadfa'uha, atakayelisukuma labda litokee nchi nyingine, nchi yake lisitokee, watu waendelee vile vile kuishi. Hayupo atakayethubutu hivyo. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Mwenyezi Mungu, istajibu li rabbikum, hebu muitikieni, mkubalini Mola wenu jamani. Min qabli, tena ukubaliji wenyewe, akubali mtu sheria Mwenyezi Mungu, kuikubali, kuipokea, kuisoma kabisa, kabla an ya'tiya yawmun, kwa kufikiwa na siku, la maradda lahu min Allahi, hakuna kurejeshwa kwa mtu huyo au siku hiyo kwa Mwenyezi Mungu, hakuna kabisa. Kama alivyosema hayo katika surati Ash-Shura aya nambari 47. Waqala, na akasema tena Mwenyezi Mungu, Sa'ala sa'ilun, ameuliza muulizaji, bi'adhabin waqi'i, kwa adhabu itokeao, lilkafirina, kwa makafiri adhabu hiyo, laisa lahu dafi'in, hakuna mtetezi yoyote ambaye atakayeweza kuitetea adhabu hiyo simfike. Hiyo ni sura Al-Ma'arij aya nambari 1 mpaka nambari 2. Wa qawluhu ta'ala, na tamko lake Mwenyezi Mungu aliposema, wa yawma yaqulu, na siku ambayo atasema Mwenyezi Mungu, kun fayakun, kuwa, kiyama tokea na kitakuwa. Qawluhu alhaqu, tamko lake ni la kweli kabisa, hakuna mpingaji. Walahul mulku, na ufalme ni wake. Yawma yunfakhu fi suri, siku ambayo litapulizwa paragumu. Alimul ghaibi, yeye ndiye pekee mjuzi wa siri, wa shahadati, na mjuzi wa dhahiri. Wa huwa alhakimu, na yeye anaweka mambo pahala pake, anaendeleta tokeo hilo pahala pake. Alkhabiru, ni mwenye habari wa mambo mengi, kama alivyozungumza hayo katika sura Al-An'am aya nambari 73. Qawluhu ta'ala, tamko lake Allah waliposema, khafidatun rafi'atun, ay takhfadu aqwaman,
tokeo hili kwa hakika litawadogosha watu ila asfali safilina, kuwapeleka wakiwa ni madhalili, chini ya walio chini. Wapi wanakwenda? Ila aljaimi, wanakwenda katika moto wa jahannam. Kwa leo wataonekanika wanang'ara sana, wana magari ya kifahari, wana majumba mazuri kabisa, wanang'ara sana kabisa, wanafanya watakalo, lakini kwa siku hiyo takhfadu aqwaman, itawadogosha watu ila asfali safilina, watakuwa ni katika watu wanyonge sana siku hiyo. Ila aljaimi, hatimaye wanakwenda zao motoni. Wa in kanu, hata kama watakuwa watu hao fi dunya, walikuwa duniani, aizzao, ni watu watukufu sana, wana pesa eti. Hata kama duniani wataonekanika ni watu ambao aizzao, ni watukufu, ni wakubwa, wana heshima, wakitoa amri pahala basi na kubalika kutekelezwa. Binafsi akipita mtu lazima kwanza gari zote zistop, gari zote zisimame kwa sababu fulani anapita, na pengine hata sauti fulani za gari ziweze kutokea hapo kwa siku hiyo. Wa in kanu, hata kama walikuwa fi dunya, katika ulimwengu, aizzao, ni watukufu, ama kwa siku hili watakuwa ni madhalili sana, wajonge sana kabisa watu. Watarfa'u, na tokeo hilo la kiyama litawanyanyua akharina, wengine, ila a'la illiyin, litawapandisha siku ile daraja za juu kabisa, ila naimi almuqimi, litawaweka baadhi ya watu katika neema ambazo za kudumu sana. Wa in kanu, katika subject hii ndugu Waislamu kuweni makini sana. Wa in kanu, hata kama hawa ambao watapandishwa daraja kwa siku ile wawe ni watu watukufu sana kabisa. Wa in kanu fi dunya, hata kama walikuwa duniani, wadha'u, ni wanyonge kabisa, wanadhalilishwa, wanaonekanika kwamba wao si wasomi, si wachumi, kwa sababu riziki kwao inakwenda kwa tabu. Binafsi anapeleka mtu posha, hakubaliwi. Kwa sababu gani? Kwa sababu amekamatana na funzo ya Mwenyezi Mungu. Watu wenyewe ni inshallah kila kitu bana, Allah ataleta. Mambo gani hayo? Hakadha basi, wa in kanu, hata kama watu hao fi dunya wada'u, duniani walikuwa ni watu wanyonge, ama kwa siku ile itakuwa ndiyo nafasi yao, ndiyo zamu yao kuwatesa wengine. Tayib, idha rujjatil ardu rajja, tamko hilo maana yake ni kwamba hurrikat, ardhi tatikiswa, tahrikan, utikisaji ambao, fahtazzat wattarabat, itagongana ardhi, itakuwa ni tete kabisa, itasumbuka sana, itagongana bituliha wa ardhiha, kwa urefu wake na upana wake. Walihadha qala ibn Abbas, kwa ajili hii ndipo mwana mkubwa wa chuoni sahaba Abdullah ibn Abbas alitoa mchango na yeye, wa Mujahidun, na tabi'iyun jalil Mujahid, wa Qatada, na al-Imam Qatada, wa ghayru wahidin, na siyekuwa mmoja, fi qawlihi, kwenye tamko lake Mwenyezi Mungu, idha rujjatil ardu rajja, ay zulzilat zilzalan, ardhi tatikiswa mtikisiko ambao atasema binadamu malaha, jamani ardhi leo ina nini kabisa. Waqala al-insanu, itafika pahala binadamu aseme malaha, ardhi hii leo ina kitu gani? Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha, siku hiyo tasimlia ardhi hiyo habari zake, bi anna rabbaka awha laha, kwa sababu Mola wako amefunuliwa hai. Ardhi tamka, hebu nani na nani katika Masjid al-Bukhari katika muda magharibi alikuwa yuko darasani, na nani hayuko, alikuwa kwa maskani anaangalia TV kwenye mpira wa Simba na Yanga? Nani alikuwa kwenye mabao? Nani alikuwa katika kikao cha kusengenya? Hebu tamka leo hapa, bi anna rabbaka awha laha, kwa sababu Mola wako ameifunulia hai, iseme. Tayib, fakanat habaan mumbatha,
Qala al-Imamu Ali radhiyallahu anhu, kwenye tamko hilo ametoa mchango al-Imamu Ali, Allah radhi naye, itakuwa majabali hayo kaharajil ghubari, kama ule ukimbiaji wa vumbi linapokwenda kama vumbi, yasta'u thumma yadhhabu, linakaa pale linatulia, linakusanyika, kisha linaondoka na kwenda zake mbio kwa kupeperushwa na upepo. Fala yabqa minhu shay'un, hapatabakia kabisa kwenye vumbi hilo chochote kabisa katika majabali. Wa kuntum azwajan thalatha, tamko lake Mwenyezi Mungu, wa kuntum azwajan thalatha. Ibn Kathir anasema yanqasimu nnasu, watagawanyika watu, yauma alqiyamati, siku ya kiyama, thalathatu ila thalathati asnafi, makundi matatu. Kila mmoja atajijua alama yake, wapi anakwenda. Kila mmoja atafuata kundi lake. Watu watagawika wenyewe kwa wenyewe, pasina pengine labda kupitikana tangazo kwamba nyinyi gawanyikeni. Watagawanyika automatically kabisa, ila thalathati asnafin, makundi matatu. Qaumun, kuna watu, kundi la mwanzo hilo, kuna watu an yamini al-arshi, watakuwa wako kuliani kwenye arshi ya Mwenyezi Mungu, watakuwa kule. Watapanda vipi? Hilo si la kwako, usiulize kabisa, kwa sababu hayo ni maamuzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na anapoamua hajadiliwi, haulizwi kabisa, wala ogopi mwisho wake itakuwaje. Basi qaumun, kuna watu an yamini al-arshi, watakuwa wako kuliani kwenye arshi ya Mwenyezi Mungu kule. Ni neema kubwa sana hiyo. Nas'alullah an yaj'alana minhum, tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie sisi tuwe miongoni mwa hao. Wa humul ladhina, nao ni watu ambao kharaju min shaqqil ayman. Wa humul ladhina, nao ni watu ambao kharaju min shaqqi Adam al-ayman, walotoka katika ubavu wa kulia wa mzee Adam. Watakuwa kwa siku hiyo katika upande wa arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa yu'tawna kutubahum, istoshe na watapewa vitabu vyao, biaimanihim, kwa mikono yao ya kulia, kwa heshima kabisa. Mwenyezi Mungu viumbe wake watawaheshimu sana kutokana na yale ambayo wameichunga katika ulimwengu huu. Walistamili mengi. Binafsi ya viumbe wenza wao walikuwa wanacheka sana, wanawadharau sana, lakini kwa leo ndiyo nafasi yao ya kuwekwa huko. Yu'tauna kutubuhum, watapewa watu hao waliokuliane kwenye arshi ya Mwenyezi Mungu, walotoka katika ubavu wa kulia kwa upande wa mzee Adam. Biaimanihim, watapewa vitabu vyao kwa mikono yao kwa kulia. Wa ya'khudhu bihim, na Mwenyezi Mungu atachukua watu hao, au mzee Adam atachukua watu hao, dhatal yamini, upande wa kulia. Wa akharun wa hum jumhur. Qala as-Suddi, mmoja katika wataalamu wa tafsiri, as-Suddi wanasema wa hum, na hao watakaochukuliwa upande wa kulia, watakaowekwa kwenye arshi ya Mwenyezi Mungu upande wa kulia, hum jumhuru ahli al-jannati, hilo ni jopo la watu wa peponi, watakaoingia peponi, watakuwa huko. Wa akharuna, na wengine kabisa, an yasari, watakuwa upande wa kusoto, yasari al-arshi, watakuwa upande wa kusoto kabisa ya arshi ya Mwenyezi Mungu. Hii ni alama mbaya sana, ni alama moja mbaya sana kabisa. Wa humul ladhina, na hawa ni watu ambao kharaju min shaqqi Adam al-aysar, walitoka katika ubavu wa baba yetu Adam, mzee huyo upande wa kusoto. Hawa watu hawa, qala yu'tawna kutubuhum, na watapewa vitabu vyao, bishimalihim, kwa mikono yao ya kusoto.
hawa ni watovu wa adabu. Baada ya kufika katika ulimwengu huu walisahau ile ahadi waliowekeana wao na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walisahau kabisa. Baada ya kufika hapa, yutawana kutubuhum, watapewa watu wao vitabu vyao, bishimalihim, kwa mikono yao kushoto. Fa amma man utiya kitabahu bishimalihi, matokeo yake yatakuwaje? Ambaye atapewa kitabu chake kwa mkono wake wa kushoto, fayaqulu ya laitani lam uta kitabia, atasema ya laiti nsingelipewa kitabu changu hichi, walam adri ma hisabia, na wala nsingelijua hesabu yangu ni kitu gani, nsingelifahamu bora. Kwa sababu wakati nakitizama, lam yughadir saghiratan wala kabiratan, nimekikutia kitabu hakikubakisha katika niloyafanya dogo wala kubwa kabisa, illa ahsaha, isipokuwa kitabu imedhibiti kila kitu. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, si maneno hata mtu neno dogo tu, isipokuwa mbele yake yuko tayari malaika anasubiri kuandika, anasubiri tu. Sasa wewe unapolinganiwa katika mambo ya kheri, tu sana ufedhuli, kuwa sana jeuri, malaika anaandika tu, anarekodi tu, anaweka katika daftari lako. Utakapokuja kukataa, yauma idhin, siku hiyo itasimlia mikono yako, tukhbiru aidika au tukhbiru yadaka, itasimlia kabisa mikono yako itatamka wazi. Basi wa amma man utiya kitabahu bishimalihi au min wara'i dhahrihi, yule ambaye atapewa kitabu chake kwa mkono wake wa kushoto au kapewa nyuma mgongo huko, fasawfa yad'u thubura, huyo ataomba maangamivu, bora angamie kabisa, awe mchanga kabisa. Lakini wapi na wapi mambo hayo, haiwezekani. Lakini wa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasab hisaban yasira, ambaye atapewa kitabu chake kwa mkono wake wa kulia, huyo mtu atahesabiwa hisabu nyepesi sana. Basi wahum alladhina kharaju min shaqqi adam al-ayman, nao ni wale ambao wametoka katika ubavu wa baba yetu Adam, ubavu wa kushoto. Kundi la pili hilo, wayutawna kutubuhum, na tapewa vitabu vyao, bishmalihim, kwa mikono yao ya kushoto, wayukhadhu bihim dhata al-yamin, na watachuwekwa upande wa kushoto, watawekwa kusotoni hawa. Wahum, na wataona kila nani? Amatu ahli nari, ni jopu la watu wa motoni wote, watawekwa upande wa kushoto. Sheikh Ibn Kathir anasema iyadhan billahi min sani'ihim, tunajilinda kwa Mwenyezi Mungu kutokana na vitendo vyao watu wa motoni. Wape machuma matendo hayo. Sababu ya kuwekwa upande wa motoni, upande wa kusotoni, ni kwa sababu yale matendo ambao walikuwa na chuma hapa ardhini duniani. Wa taifatun, na kuna kundi jingine la tatu, sabiquna baina yadayhi azza wa jalla, watatangulia mbele yake Mwenyezi Mungu. Wahum akhassu wa ahdha, na hawa ni watu maalum na ni wenye hadhi zaidi. Wa aqrabu min ashabil yamini, na hawa watu wako karibu zaidi kuliko hata wale wa kuliani. Alladhina hum sadatuhum, ambao hawa kwa upande wa watu wa kuliani, hawa ndio viongozi wao. Fihim, ndani yake katika watu hao, ar-rusulu wal anbiya, kuna mitume na manabii, wal wasiddiquna, na watu waliokuwa ni wakweli kabisa, hawakumdanganya Mwenyezi Mungu katika imani waliomwamini, washuhadau, na watu waliokufa kwenda vitani wakafa aliyakuwa ni mashahidi kabisa. Wahum aqallu adada, na hawa kwa hakika idadi yao ni ndogo sana kabisa, min ashabil yamin, kuliko watu wa kuliani. Idadi yao kwa hakika hawa watu wa nafasi ya tatu ni ndogo sana. Wa hakadha, na hivi ndivyo hali ambayo itakayokuwa kwa siku ile ya kiyama. Qasamahumullahu ta'ala, Mwenyezi Mungu viumbe wake ameagawa kwa siku ile, au atawagawa, ila hadhihi al-anwa'i thalatha, katika namna hizi tatu ambazo amezitaja katika sura Al-Waqi'a. Fi akhir as-sura,
Pia vile vile katika mwisho wa sura Mwenyezi Mungu amewagawa ikhtisarahum, kwa ajili ya kufupisha kabisa, kuwafupisha wao, kuwahusisha wao. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Mwenyezi Mungu katika sura Fatir, thumma awrathna alkitaba, kisha sisi tukawarithisha kitabu, alladhina istafaina, ambao tumewachagua sisi wenyewe, min ibadina, katika waja wetu. Ile kuona kwamba wewe unaipitia Qur'ani al-Karim, unampenda sana Mola wako, unamjali sana, unapenda kabisa masomo ya mtume wako, ama kwa hakika hapa jua Mwenyezi Mungu ni katika wale ambao amekuchagua. Man yuridillahu bihi khaira, yoyote ambaye Mwenyezi Mungu atamtakia khairi, basi mawazo yake, fikra zake, hamu yake, yufaqihu fi dini, mara nyingi anakuwa anamuelekeza katika mambo ya dini, mara nyingi inakuwa hivyo. Na yule ambaye amemtakia shari pia vile vile anamtupa huko kwenye balaa la kidunia, anakuwa hana hamu kabisa kuyasoma maneno yake, kuyajali, hata kuwapenda wale ambao wanashughulika na maneno ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo thumma awrathna alkitaba alladhina istafaina, kisha tukawarithisha sisi kitabu ambao tumechagua, ambao ni Qur'an al-Karim, min ibadina, katika waja wetu. Faminhum, kuna miongoni mwao hao waja wetu, dhalimun li nafsihi, anapotokea mtu ambaye anaidhulumu nafsi yake maksudi mwenyewe kabisa, anaitumbukiza mtu nafsi yake kwenye kera maksudi kabisa, anaitumbukiza nafsi yake mtu kwenye karata, kwenye mabao, anayepeleka mtu maksudi nafsi yake kwenda kuangalia mpira kabisa, kupoteza muda kule. Basi faminhum dhalimun li nafsihi, kuna miongoni mwa hao waja wetu yuko anapatikana anaidhulumu nafsi yake mwenyewe. Atajuta mtu siku ya kiyama, yawma idhin yatadhakkaru al-insanu, atakumbuka siku ya binadamu, wa anna lahu dhikra, ukumbusho umsaidie nini tena wakati huo. Basi faminhum dhalimun li nafsihi, kuna miongoni mwao anaidhulumu mtu nafsi yake kwa maksudi, anaipeleka kwenye makosa maksudi kabisa. Wa minhum, kuna miongoni mwao muqtasidun, yuko katikati, anaingia kwenye makosa, lakini baada ya muda anajirekebisha, huko siku akenda akilinganiwa narudi mapema kabisa. Wa minhum, na kuna miongoni mwao sabiqum bil khairati, wao mara nyingi wakisikia mambo ya kheri upesi wanajisukuma na kwenda tu, mtu hatoki biidhnillahi. Hawa wanakwenda si kwa ujanja wao, ila wanakwenda kwa ruhusa ya Mwenyezi Mungu, amewatia hamu hiyo. Ni surat Fatir aya nambari 32. Ar-Rasulu sallallahu alayhi wasallam kwenye tamko la wa kuntum azwajan thalatha, aya hii na tafsiri aya hiyo kwamba watu watagawika makundi matatu siku ya kiyama. Mtume anasema atadruna, nyinyi mnajua, katika hadithi ambayo ameipokea mama Aisha, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, atadruna man as-sabiqun, mnawajua nyinyi nani waliotangulia zaidi, ila dhilli yawm al-qiyamati, kwenye kivuli maalum siku ya kiyama. Qalu, masahaba wakati ule walijibu, Allahu wa rasuluhu, kwa hakika Allah na mtume wake a'lam, ndo wajuae. Ama kwa sasa unasema Allahu a'lam, hahusiki mtume tena, kwa sababu hana wahai tena, hajui kabisa mtume mambo yanayoendelea sasa hivi. Kwa wakati ule ilikuwa natamka hilo, tamko hilo, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ama kwa sasa Allahu a'lam. Qala, mtume wakatoa jawabu, alladhina, wenye kutangulia katika mambo ya kheri ni watu ambao idha u'tul haqqa, wanapopewa mambo ya haki, ukweli, wanapopewa sheria ya Mwenyezi Mungu, wanapopewa sheria ya mtume, qabiluhu, huipokea moja kwa moja, wakaikubali haki hiyo, wala hawaleti ubishi, hawaleti upinzani, hawakuweka makufuli katika nyoyo zao. Wakasema hasbuna ma wajadna alayhi abaana, sisi haina haja, kwa sababu yametutosha tuliokuta nayo wazazi wetu. Aw law kana abauhum la ya'lamuna shay'an wala yatadun, hata kama baba zao hawajui kitu na wala hawafuati katika mstari wa sawa alowachorea Nabii Muhammadi, basi hawafanyi hivyo. Qabiluhu, moja kwa moja wanaikubali
wa idha suiluhu, na watakapoulizwa katika haki hiyo, badhaluhu, huipitisha katika sehemu yake inayostahiki. Wa hakamu linnasi, na hukumu watu, ka hukmihim, kama hukumu wanaojihukumia wao, lianfusihim, wanavyojihukumia nafsi zao. Si kwamba labda linapotokea tatizo, pengine mtu amefanya kosa, khutba kali kali zinamwandama yeye. Anapofanya yeye mtu kosa, kama ni shekhe, inakuwa halisemi kabisa, au jamii yake au ukoo wake halisemi kabisa. Hapana, kila kitu wanahukumia kama wale ambao wanahukumia kwa viumbe wa Mwenyezi Mungu, kama ambavyo wanahukumu nafsi zao. Tayib, qala taala, ili kuwavuta kabisa Mwenyezi Mungu viumbe wake, anasema katika sura Al-Imran aya nambari 133, anasema wasari'u, kwa kuwa hali zenyewe mmezikuta ndo kama hizi, kwamba watu siku ya kiyama watagawika katika makundi matatu. Kuna kundi litakuwa kwenye arshi ya Mwenyezi Mungu upande wa kulia, na kuna kundi litakuwa upande wa kushoto, na kuna kundi litakuwa upande mwingine. Anawavuta kabisa kabisa Mwenyezi Mungu viumbe wake ili wavute mtazamo katika sheria Mola wao. Anaambiaje? Anaambia wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, sasa mmeyaona ya kuyaona, kimbilieni kwenye msamaha Mola wenu, wa jannatin, na kwenye bustani, arduha as-samawati wal ardu, upana wake ni upana wa mbingu saba na ardhi saba zote. Sabiqu ila alkhairi, kimbilieni waja, hususan baada ya kutoka katika mwezi wa Ramadhani, kimbilieni ila alkhairi, kwenye khairi. Kana fil akhirati min as-sabiqina, faman sabaqa ila hadhihi dunya, yoyote atakayetangulia kwenye khairi katika ulimwengu huu, wasabaqa ila alkhairi, na akaenda kwenye khairi, kana fil akhirati, basi hata huko akhira atakuwa min as-sabiqina, ni katika watu wa manzo watakaokaribishwa na Mwenyezi Mungu katika nafasi za juu. Alkarimina ila alkaramati, watapelekwa katika utukufu. Fa innal jazaa, kwa sababu hakika malipo, min jinsi al-amal, ni kwa mujibu wa vile ambavyo utafanya. Hata kuachia Mwenyezi Mungu ovyo, kwa vile unajitahidi katika mambo ya khairi. Wa kama tadinu, na kama utakavyofanya, tudanu, ndivyo utakavyolipwa mja. Huna madrasatu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na yacha subjecti hii hapa, na hiki ni chuo maktubun ala babiha, kilichoandikwa kwenye mlango wake, wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, muabudi Mola wako mja mpaka kifo kikufike. Umo katika mtindo wa ibada, usiache, usikate njiani, usiwe na mikogo, muabudie Mwenyezi Mungu.